Maandamano yaliyokuwa yakizungumzwa kwa muda mrefu nchini Tanzania yameacha mjadala mpana kuhusu hali ya siasa, uchumi, usalama na haki za kiraia. Siku ya maandamano ilionekana kuwa ya kipekee kutokana na uwepo mkubwa wa vyombo vya usalama, kupungua kwa shughuli za kiuchumi katika baadhi ya maeneo na tahadhari iliyochukuliwa na wananchi pamoja na wafanyabiashara. Swali kubwa lililojitokeza ni je, maandamano hayo yalifanikiwa au hayakufanikiwa? Kwa upande wa idadi ya watu walioshiriki hadharani, maeneo mengine yalikuwa na ulinzi mkubwa na hatua mbalimbali za kiusalama zilichukuliwa, hivyo maandamano makubwa ya wazi hayakuonekana katika maeneo mengi kama ilivyokuwa imetabiriwa na baadhi ya watu na wadau wa masuala mbalimbali ya kisiasa pamoja na wanaharakati nchini Tanzania. Hata hivyo, hali hiyo haimaanishi moja kwa moja kwamba maandamano hayakuwa na athari. Katika mikoa na hasa jiji la Dar es Salaam, kulikuwa na kupungua kwa shughuli za kawaida za biashara. Baadhi ya maduka hayakufunguliwa mapema au yalibaki yamefungwa kwa siku nzima. Usafiri ulipungua katika maeneo kadhaa na wananchi wengi walionekana kuchagua kubaki majumbani kutokana na tahadhari na hali ya sintofahamu. Ripoti za vyombo vya habari pia zilieleza kuwa kulikuwa na ongezeko la uwepo wa vikosi vya usalama. Kwa mtazamo wa uchumi, siku ambayo biashara hazifanyiki kama kawaida huwa na athari kwa wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wa kila siku, madereva wa usafiri wa umma na sekta nyingine zinazotegemea shughuli za kila siku. Hasara hizi zinaweza kuwa za muda mfupi, lakini zikijirudia mara kwa mara huweza kupunguza imani ya wawekezaji na kuathiri ukuaji wa biashara nchini Tanzania. Kisiasa, maandamano yanaonyesha kuwa bado kuna masuala ambayo sehemu ya wananchi na wadau wa kisiasa wanataka yajadiliwe. Serikali kwa upande wake imekuwa ikiweka mkazo na kusisitiza kuwa umuhimu wa kulinda usalama wa raia, amani na utulivu wa nchi. Kwa upande mwingine, vyama vya upinzani na baadhi ya asasi za kiraia zimekuwa zikiweka mkazo umuhimu wa kulindwa kwa haki za kikatiba, ikiwemo haki ya kukusanyika na kutoa maoni kwa amani. Tofauti hizi za mitazamo zinaendelea kuwa sehemu ya mjadala wa kisiasa nchini Tanzania. Kwa nini wafanyabiashara wengi walifunga maduka? Sababu zinazoweza kueleza hali hiyo ni pamoja na hofu ya kutokea kwa vurugu, tahadhari ya kulinda mali, kupungua kwa wateja kutokana na mabadiliko ya usafiri na shughuli za kawaida, pamoja na kutaka kusubiri kuona hali ya usalama kabla ya kuendelea na biashara. Matukio haya ya kisiasa yanaonyesha kuwa Tanzania inaendelea kupitia kipindi cha mjadala mikubwa kuhusu siasa, haki za kiraia na maendeleo ya taifa.